Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu wa Islam, leo tutazungumzia kuoga kwa sunna, kwamba unaoga ili ufuate sunna, ndani yake kuna ujira mkubwa na thawabu. Na haya ni mambo mengi yametajwa, lakini kwa jumla ni mambo matatu. Nje ya hapa kuoga kwake kuna mashaka kudhibiti kwake. Kwa hivyo Muislamu jihadhari, hili ni utangulizi muhimu sana. Jihadhari unapooga kwa madai kwamba unaoga sunna, yawezekana ukawa unaoga mambo ambayo ni uzushi na kwenye sheria hayapo, ukajikuta maskini huna unachopata. Kuoga kwa sunna, jambo la kwanza ni al-ghuslu li-al-jum'a, kuoga kwa ajili ya Ijumaa. Kuoga kwa ajili ya Ijumaa, Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema al-ghuslu au al-ghuslu yawm al-jum'a wajibun ala kulli muhtalim. Kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu kwa kila aliyekuwa amefikia kubalehe. Wanachuoni wametofautiana katika kauli mbili, na zote ni sahihi kwa sababu ndivyo ilivyo sunna zinavyofahamika. Je, kuoga siku ya Ijumaa, mtu anaoga kwa ajili ya ile siku tu ya Ijumaa, kwamba leo ni siku ya Ijumaa inatakiwa nioge, ama anaoga kwa sababu ya ile sala iliyomo ndani ya siku ya Ijumaa, kwamba anaoga kwa ajili ya sala ya Ijumaa? Hizi kauli mbili unaweza kuziona kwamba zina tabu, lakini zina matokeo. Kama utachagua kauli kwamba Muislamu anaoga kwa ajili ya siku ya Ijumaa, ina maana hata kama yeye kwake hajawajibikiwa kusali sala ya Ijumaa, inabidi aoge kama sunna, kwa sababu ile siku ya Ijumaa imemfikia. Kuna watu kama wanawake, wasafiri na kadhalika, watu ambao wao Ijumaa si wajibu kwao. Sasa watu kama hawa inakuwaje? Kwa hiyo utasema kama tunaona kuoga sisi ni kwa ajili ya ile siku ya Ijumaa, ina maana wao hawaogi kwa ajili ya sala, basi waoge Ijumaa. Lakini ukisema kwamba kuoga ndio tunaooga kwa sababu ya sala, ina maana mtu ambaye hajawajibikiwa kusala, hii sunna itampita. Inajajibikiwa kusali sala ya Ijumaa, hii sunna kwake itakuwa haipo. Yanaoga, ataoga yule ambaye kwake ni wajibu kusali Ijumaa, kwa maana anakwenda kusali, anaoga kwa ajili ya ile sala. Kwa hiyo ni khilafu, lakini yenye matunda, yenye matokeo tofauti kwa kila mmoja. Lakini jambo lilokuwa bora ni mtu siku ya Ijumaa anatakiwa afanye sunna ya kuoga. Sawa, ataamua kuoga kwa ajili ya sala, ataamua kuoga kwa ajili ya siku, lakini kuoga ni sunna. Na hii wanachuoni wengine wameenda mbali kidogo, kama faida tu, wakaona kwa wale ambao ni wanandoa, basi angalau kwa wiki wakutane hata mara moja, kwa kutumia hadithi hii, kwa sababu kuna josho hapa. Mtume aliposema wajibu ni wajibu, wanachuoni walienda mbali. Wanachuoni waliosema ni kuoga ni sunna, ima kwa ajili ya sala au kwa ajili ya siku, walichukua neno wajibu hapa kama kuhimiza, kwamba Mtume anazungumza hivi kulitia nguvu ili swala. Lakini wengine wamechukua nje ya aya dhahiri yake inavyoonekana ya hadithi, wakasema wajibu hapa ni wajibu kwa maana wale waliokia kuoana, basi angalau kwa wiki japo mara moja, ule usiku wa Ijumaa wapate chochote kitu ili kesho yake wapate kuoga. Tazama wanachuoni wanapokuwa na akili kubwa katika kufahamu dalili. Kwa hiyo ni siku ya Ijumaa ni jambo la kwanza katika sunna, mtu akoge. Sunna ya pili inaambatana na mambo ya Maka, ambayo humu ndani kuna kuingia Maka, tawafu, unafahamu, fanya umra, hizi mambo ambayo yanahusiana na zile ibada za Maka. Ipo hadithi na imethibiti Mtume amesema, lakini bali mwenyewe amefanya, alikuwa akiingia Maka basi anafanya au kufanya tawafu, anakoga. Kwa zile harakati za wanafanya watu wa Maka wanakwenda kufanya umra au kufanya hija, ikiwemo na kufanya tawafu, vile Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelekeza uwepo josho, mtu akoga. Hii ni sunna pia kufanya vile, na kama nilivyosema ameelekeza naye mwenyewe amefanya hivyo. Na jambo la tatu katika sunna ni mtu kuoga kwa ajili ya Idi mbili, kuoga kwa ajili ya Idi mbili. Sasa hili zipo hadithi nyingi watu wanazinasibisha kama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza, lakini hakika Imamu Sunna wal Usul Sheikhuna al-Mabruk Said bin Mabruk al-Qanubi anaona hizi hadithi haijathibiti, hakika zina uzito huo, lakini ili jambo yeye analegemeza kwa maswahaba
maswahaba wamefanya hivi na wameelekeza hivyo, ina maana bila shaka wao watakuwa waliliona hili kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kulithibitisha hili kwa kupitia maswahaba ni aula kuliko kupitia zile hadithi ambazo zina mashaka ndani yake. Lakini kwa jumla pia ni sunna siku ya Idi mtu akoge. Idi mbili, Idi ndogo ile ambayo tunafunga Idi al-Fitri baada ya Ramadhan maarufu, alafu na Idi al-Adha ile Idi ambayo tunachinja, mtu pia anatakiwa akoge. Haya matatu haya watukufu wa Islam, mpaka hapa nilipofika mimi kwa kiwango changu cha ilmu, imethibitika kwamba haya ni sunna katika kuoga. Mengi katika haya, nje ya haya, ni mambo ambayo kwa kweli hayana dalili. Kwa mfano, nitawatajia baadhi ya mambo ambayo watu wanaoga lakini hayana dalili ya kisheria. Kuna watu wakiingia mwaka mpya wanakwenda sehemu za maji chumvi kama ziwani au baharini, wanakwenda kuoga, au mtu nyumbani kwake ana josho lake maalum kwa ajili ya mwaka mpya tu wa Kiislamu au mwaka mpya huu wa kawaida. Hii kwa kweli hatujaona dalili, hasa labda imethibiti kwa watu wengine. Kuna watu wakiingia gerezani, akitoka gerezani mpata kifungo cha kadhaa, akiingia tu mle au selo mle, akitoka anakwenda kukoga. Hii kwa kweli hatujaona dalili yake. Umefahamu? Mwanamke akiwa eda, akimaliza eda, kwanza kabla kumaliza ile tu akiwa katika ile siku ya mwanzo ndani ya eda zake, kuna watu wanamogesha alfajiri maji ya baridi. Wana itikadi zao kama hizi, yani mambo ambayo hayathibiti. Na akimaliza kuna josho lipo mtu anaoga yule mwanamke, haya mambo hajathibiti. Bali kuna mwanamke ana damu inayotoka inaitwa istihadha. Istihadha sio damu ya hedhi wala nifasi, ni damu iliyokuwa nje ya hedhi na nifasi, labda maradhi mfano. Akisha nini ile anakoga, na yeye pia anasema anajitoharisha. Mambo kama haya watukufu wa Islam kwa kweli sisi hatujayaona katika sheria, na ni vizuri Muislamu kujiepusha nayo, jishikamane na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama inavyosemwa, jambo lilikuwa na khairi mtume hawezi acha kutuelekeza. Kwa hiyo kuoga kawaida watu waoge, mwaka mpya mtu aoge, mtu gerezani aoge, nini, lakini asioge kwamba hii ni sunna, ni kwamba hii ni jambo ambalo limeelekezwa. Hii ni kuzusha katika dini na mambo hayafai. Allah subhanahu wa ta'ala tufungulie khairi. Na kwa hapa tulikuwa tumeishia kutaja darsa kuhusiana na sehemu ambayo ni sunna. Kwa sababu tumeona kuna maeneo ni wajibu kwa ajili ya kuondosha hadath, na kuna maeneo ni sunna kwa ajili ya kupata nini, ya kufuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nilikuwa nimesahau pia, subhanallah, katika mambo ambayo haya watu wanazusha ni mtu akishaosha maiti na yeye anakwenda nakoga tena. Haya mambo pia hakuna. Kuna hayo ya kuosha maiti, kuna mtu akifanya hijama, labda akimtolea mwenzake damu chafu, akimtoa damu chafu ile anakoga. Pia mambo hayapo kwa Islam. Jaribu kushikamana na sunna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.